Naibu Waziri wa Fedha Laurent Lusetula amewataka wanafunzi na wahitimu wa shahada ya uzamili nchini kuimarisha tafiti zao za kitaaluma kwa kuzielekeza katika kutatua changamoto halisi zinazoikabili jamii na taifa kwa ujumla. Hili ni tukio muhimu linalothibitisha mafanikio ya elimu ya juu na uwekezaji wa chuo na serikali katika rasilimali watu wenye maarifa ya juu, ujuzi, weledi unaohitajika katika uchumi wa kisasa. Ndugu mwenyekiti, napenda kutoa pongezi za kipekee kwa uongozi wa chuo cha Arusha kwa kusimamia vyema majukumu yake ya msingi ya kutoa mafunzo, kufanya utafiti, kutoa ushauri wa kitaalamu. Chuo hiki kimeendelea kudhihirisha umahiri mkubwa katika kuandaa rasilimali watu mahiri wanaokidhi mahitaji ya soko la ajira na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Mfumo huu umeongeza upatikanaji wa elimu, kuboresha ubora wa ufundishaji na kuwapa wanafunzi unyumbufu unaoendana na mazingira ya kazi na maendeleo ya teknolojia ya kisasa. Huu ni ushahidi wa wazi kuwa chuo kinaendana na mabadiliko ya dunia ya kisayansi na teknolojia. Ameeleza hayo katika mahafali 27 ya duru ya pili ya chuo cha uhasibu wa Arusha IAA. Kuelekeza tafiti za kitaaluma zinapaswa kujikita katika masuala ya msingi ikiwemo usimamizi wa fedha za umma, kukuza uchumi jumuishi, ajira, ubunifu pamoja na matumizi sahihi ya teknolojia katika maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha uhasibu IAA Profesa Eliamani Sedeyoka amesema mahafali hayo ni ushahidi wa uwekezaji mkubwa unaofanywa na chuo pamoja na serikali katika elimu ya juu, hususan katika program za shahada ya uzamili zinazolenga kuandaa viongozi, wataalamu na wasomi watakaobeba dira ya maendeleo ya taifa. Chuo tumejiwekea vipaumbele vyetu ambavyo vitakuwa chachu ya ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu ya msingi kama taasisi ya elimu ya juu ya kutoa mafunzo, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mambo mengi tunayofanya, vipaumbele hivi ni pamoja na kuwekeza kwenye mitaala inayoendana na mahitaji na wakati wa soko, kuwekeza katika kuongeza na kuboresha rasilimali watu, kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya kujifunza na kufundisha, kuwekeza katika kuongeza vyanzo vipya vya mapato zaidi ya ada, kuwekeza katika mipango ya kimkakati ya umataifishaji yani internationalization, na kuwekeza katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hayo, chuo kimeweka mikakati mahususi wa kuwezesha waadhiri wengi kusoma shahada za uzamivu ndani na nje ya nchi ili kukidhi ongezeko la idadi ya wanafunzi wa uzamili linaloendelea kushuhudiwa kila mwaka. Kwa mwaka wa masomo ya fedha 2025-2026, jumla wa wadhahiri 115 aidha wamepelekwa au wako tayari wanafanya shahada zao za uzamivu yani PhD katika vyuo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mkakati huu umelenga kuhakikisha uwiano sahihi kati ya wanafunzi na wahadhiri, kuimarisha usimamizi wa tafiti na kuongeza uwezo wa chuo katika uzalishaji wa wataalamu wanaokidhi mategemeo ya soko. Kwa niaba ya kipekee kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue mchango wa serikali katika mafanikio yetu, hususan Wizara ya Fedha na Wizara ya Elimu kwa kutupatia shilingi takriban bilioni 48 kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT. Fedha hizi zimeelekezwa kwenye kujenga miundombinu katika kampasi ya Songea, Babati na Arusha. Pamoja na uboreshaji wa miundombinu, Mheshimiwa mgeni rasmi, fedha hizi vile zimeboresha miundombinu ya tehama na kuboresha rasilimali wetu, ambapo kundi kubwa la wafanyakazi wamepelekwa nje ya nchi na ndani ya nchi kusomea PhD. Tunaahidi kuenzi maadili tuliyojengewa: uadilifu, ubora, uwajibikaji na utumishi kwa jamii. Tunatambua kuwa shahada zetu si haki, bali ni dhamana ya kulitumikia taifa letu kwa weledi na uaminifu. Tunaendelea kualika vijana wote wa Kitanzania mahali popote walipo
waendelee kwa dhati kabisa kujiunga na masomo katika chuo hiki kujipatia ujuzi mkubwa. Sisi wengine ambao tuna uzoefu pia wa kupita katika vyuo vingine vikubwa mbalimbali hapa Tanzania, tunafahamu ya kwamba chuo hiki kimejipanga na kimejitosheleza na kimefanya kazi kubwa sana katika kipindi kifupi.